Ayo TV imefika katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, na hii ni baada ya taarifa kuwepo kwamba katika jengo la watoto kumekosekana umeme kwa takriban saa 17 kuanzia siku ya jana saa 5 usiku. Ayo TV imezungumza na mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano Aminieli Eligeisha ili kuweza kupata ufafanuzi ni nini hasa kimetokea na ni mpaka sasa ni nini kinaendelea baada ya sintofahamu hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Jana ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 5. Kwa hiyo usiku wa tarehe 25 saa 5 hivi kuamkia usiku wa tarehe 26 mwezi wa 5, katika jengo hili la watoto ilitokea hitilafu ya umeme. Jengo lina umeme line 3, yani phase 3. Sasa line mbili katika 3 ziliondoka za umeme, tukabaki na phase moja. Yenyewe baadaye ikawa imeondoka. Na matokeo yake sasa umeme uko katika jengo zima la watoto. Na ulipokatika majira ya saa 5 tuliwapigia wenzetu TANESCO ambao kwa kweli walirespondi haraka sana. Kwanza ni washukuru wenzetu kwamba mwitikio wao kuja kwenye eneo la tukio ulikuwa ni wa haraka sana. Walikuja mafundi wa TANESCO wakaanza kutazama tatizo limetokea wapi. Na wakaanza jitihada usiku saa 6 za kurejesha umeme. Wakafanikiwa kurejesha umeme. Walivyofanikiwa kurejesha umeme, katika zile hatua za kurejesha umeme ikatokea hitilafu sasa kwenye generator yetu ambayo ni standby generator inayowasha umeme wa dharura pale ambapo umeme unakuwa umekatika wa TANESCO. Kwa sasa walivurudisha umeme ukaenda kuathiri generator letu kule, na lenyewe likawa limepata hitilafu haliwaki, na umeme nao ukakataa kuwaka, ambao wanasema ilitokea hitilafu pia kwenye transformer yao. Kwa hiyo toka jana usiku saa 5 saa 6 mpaka sasa wenzetu TANESCO wako hapa, wamekesha na sisi kuhakikisha kwamba tunarudisha umeme katika jengo la watoto. Sasa kilichotokea ni nini? Kwanza hili jengo lina, kama nilivyosema, generator yake standby generator ilipata hitilafu. Jengo hili lina standby generator yenye uwezo wa kulisha jengo zima mara inapotokea hitilafu ya umeme wa TANESCO, ambayo ilipata hitilafu jana hiyo. Sasa mara baada ya kupata hiyo changamoto ni kwamba kuna huduma zimeathirika ambazo ni za wagonjwa. Katika jengo hili kuna wagonjwa wanaosafisha damu. Kuna huduma za kusafisha damu katika jengo hili ambako kwa siku tunawasafisha wagonjwa kati ya 100 mpaka 120. Kwa hiyo ilibidi wasubiri kidogo. Sasa hatua tulizochukua na kufanya kuhakikisha kwamba wanapata huduma ni kwamba tumewapeleka Mloganzila uende kusafishwa damu kwa sababu tuna huduma kule, na tumepelekea hospitali jirani zinazotuzunguka. Na tunawashukuru sana hospitali jirani kwa sababu hii ndiyo kazi ambayo tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunahudumia wananchi pale ambapo inatokea dharura. Hiyo ni kwa wagonjwa ambao wanafanyiwa dialysis au kusafishwa damu. Lakini kundi la pili ni watoto wa ICU. Katika jengo hili la watoto kuna ICU ya watoto wenye umri kuanzia siku 30 na miaka 14 mpaka 15. Wana ICU yao hapa. Walikuwepo watoto wachache, tumewahamisha na kuwasambaza katika ICU mbalimbali zilizoko ndani ya hospitali, kiwemo sehemu ya emergency pamoja na jengo la kina mama pale na ICU kubwa kule. Kwa hiyo tukawapeleka pale kuhakikisha kwamba wanapata huduma. Lakini pia kliniki zote ambazo zilikuwa zinafanyika hapa, tuna jengo kubwa la wagonjwa wa nje. Kwa hiyo tumepeleka kliniki zote ambazo zilifanyika katika hili jengo, tumepeleka jengo la wagonjwa wa nje ili wagonjwa hakikishe kwamba wanapata huduma ambazo wamekuja kupata leo. Na huduma nyingine za vipimo zinazofanyika tumezigawanya katika maeneo mbalimbali ya hospitali. Kwa hiyo kwa ujumla wale wote ambao walikuwa wanahitaji huduma zote zinazotakiwa kupatikana leo wamezipata. Kikubwa ni nini? Tumechukua jitihada. Na kama nilivyokwisha kusema ni kwamba wenzetu TANESCO wamekuwa pamoja nasi toka jana usiku mpaka sasa. Sasa tunavyozungumza sasa tuko kwenye hatua nzuri. Tunategemea umeme wakati wote kuanzia sasa. Na kama unavyotazama wenzetu wanasema transformer imeshatengemaa. Kinachobaki sasa ni kuingiza umeme katika jengo la watoto. Kulikuwa na hitilafu pia ya waya unaopeleka umeme kwenye jengo letu la watoto. Kulikuwa na hitilafu ya waya inayotoa umeme kwenye transformer kupeleka kwenye jengo letu la watoto. Tunawashukuru wenzetu TANESCO
wanatuletea waya, na sasa mnaona mafundi wako wanafanya hiyo kazi kuhakikisha kwamba wanaingiza umeme pale ndani. Swala lingine la generator, kama nilivyowaambia, generator nayo imeharibika jana. Tumemwita supplier wa hiyo generator ambaye anaitwa Delta, amekuja ameifungua toka jana usiku, wamekwenda kwenye karakana yao, wamefanya troubleshooting ya kuona ni kitu gani kimetokea kwenye kifaa kilichoungua. Wametuhakikishia kwamba kifaa kile kimeungua, kinahitaji kununuliwa kipya, na hivi tunavyozungumza wako njiani wanaleta kifaa kipya na kutuletea quotation kwa ajili ya kukinunua hicho kifaa. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi tu wananchi ambao wamepata taharuki au changamoto kwamba huduma tunaendelea kuzitoa, na tuhakikishie kwamba zitarudi kama kawaida na zitatengamaa. Tumejipanga kuhakikisha kwamba inapotokea dharura tunakuwa na plani B ya kuhakikisha kwamba kuna muendelezo wa huduma zinatolewa kwa wananchi ambao wanahitaji kupata huduma katika hospitali ya taifa Muhimbili. Ningependa kufahamu pia hasara, mmepata hasara kiasi gani kwa sababu mmelazimu kupeleka wagonjwa kwenye hospitali nyingine jirani, na pia kama iliwahi kujitokeza kitu kama hiki tangu hizo? Labda kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba hii ni hospitali. Hatutoi huduma tukiangalia katika muktadha wa biashara kwamba tunazalisha na kwamba tumepoteza mapato kiasi gani. Hili ni tukio ambalo limetokea, ni jambo la dharura na linakuwa treated katika mfumo wa dharura. Kwa swala la kwamba tumepata hasara, nafikiri kwetu hiyo sio jambo sana. Kitu muhimu sana ni tumefanya jitihada gani kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha ya wale ambao walitakiwa kupata huduma wakati huo ambao umeme umetoweka. Iliwahi kutokea kwa mara nyingine, na kama hapana, mmejifunza nini kutokea? Swala la umeme kukatika ni jambo la kawaida katika inategemea. Nisiseme ni jambo la kawaida, inategemea. Sio kwamba ni kitu ambacho kwa sababu kila siku tumeshaweka utaratibu. Majengo yote hayo unayoyaona yana umeme wa dharura. Tunazo standby generators ambazo ziko katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kitokea hitilafu ni kwamba tutawasha standby generator. Sasa hii imetokea hitilafu, imekwenda imeunguza hata ile mashine yetu ya dharura ambayo tunategemea kuitumia kuwasha umeme. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba ambacho tunakifanya kila wakati, ikitokea kama plani A imeharibika, plani B na yenyewe kaleta changamoto, kuna plani C ambayo tumeifanya.